Watazamaji na wasikilizaji wetu popote ambapo mnatutazama mkiwa. Ni issue moja kati ya issue ambazo zimekuwa swala ambalo limeweza kuzungumziwa sana hasa katika mitandao ya kijamii, ikiwemo ni hapa nchini Kenya na pia katika taifa la Tanzania. Mgogoro ambao umezuka dhidi ya bunge la Kenya na bunge la Tanzania. Bunge la Kenya, kumbuka nchini Kenya serikali ya taifa la Kenya ina mabunge mawili. Bunge la Seneti na bunge ambalo ni bunge kuu. Nchini Tanzania kuna bunge moja ambalo ni bunge kuu, linajumulisha taifa lote la Tanzania kwa jumla, muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Swala ambalo limekuwepo hapa ni swala kuhusiana na mambo yaliyotokea ambao ni wanaharakati wetu hapa katika nchi ya Kenya waliweza kusafiri kwenda Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kesi ya ambaye ni mpinzani wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, tukimuita kwa jina la kumpagaza nchini Kenya, Idi Amin Mama. Tunaelewana? Hivyo ndivyo ambavyo wanamtambua mama hapa nchini Kenya. Sasa walikamatwa wanaharakati wetu wakienda kuattend kesi ya Tundu Lissu. Unajua, kwanza wacha tuweke utani kando, tuwafahamishe Watanzania wote kwa jumla. Leo nimeona arafa ambayo imeweza kuachiwa na mbunge wa eneo bunge la Embakasi East, anayetambulikana kama Babu Owino. Kwa sasa ni wakili, aliweza kuweza kutiwa taji ya kuwa wakili siku ya Ijumaa iliyopita, Honorable Babu Owino. Na ameweza kuachia ujumbe ambao una maarifa sana. Kwa ndugu zetu wa Tanzania, shida yenu ni kwamba mkielewi Kiswahili. Sasa itanibidi nisome na niwatafsirie. Kando na hilo, kwa ndugu zetu wa Kenya, kwa ndugu zangu wa Kenya, mimi ni Mkenya. Tena mwanahabari. Na huku tumewaambia mchague lugha moja. Aidha mtutumie lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kizungu, na mwache kutulazimu kukitumia Kiswahili. Maana nyinyi wenyewe hamkitambui Kiswahili sanifu. Kizungu chenyewe hamkitambui. Mnadhani kimezaliwa kwenu. Tuheshimiane. Wanaharakati wenu nchini Tanzania wanazikwa kila kukicha, maana wao wanatekwa nyara na jeshi la polisi, wanauawa vichochoroni, alafu miili inaokotwa tu, wengine wanachomwa. Hapa Kenya ni nchi ambayo ina demokrasia. Katiba ambayo inatumika katika taifa la Kenya ni katiba ambayo ilipitishwa kwa damu na machozi, ambayo ilipiganiwa sana na viongozi wetu hapa nchini Kenya mwaka wa 2010. Nyinyi mnaitumia katiba iliyopitizwa mwaka 1985, 1985. Hiyo ndio katiba mnaitumia. Hiyo ndio demokrasia mnaijua. Sisi tupo katika tunaishi katika karne ya 22. Nyinyi mko katika karne ya 1900. Tunaelewana? Kuna utofauti. Yaani kabla mtufikie hivi, mtakuwa mnahitaji you need to live another 100 years. Mnahitaji kuishi miaka 100, karne nyingine moja ndio mtufikie. Si karne moja, karne 2. Tunaelewana? Na kando na hilo, nataka mpokee ujumbe kutokea kwa Babu Owino kabla ya tuingie kwa yale ambayo Wakenya wameweza kuyafanya leo. Maana leo upepo wa kimbunga umewapiga wabunge wa Tanzania waliokuwa na kidomodomo kujaribu kupigana kule wakitukana na nchi ya Tanzania. Wacheni tuwape onyo kwa tafadhali. Tuna rais anaitwa William Ruto. Sisi wa Kenya ndio tunaruhusiwa kumuita Kasongo. Tunaelewana? Sisi ndio tunaruhusiwa kumwambia one time. Shida zetu na William Ruto sisi ndio tunazifahamu. Na nyinyi wageni pale ambapo itakapofikia
mumuongelee William Ruto, ndio mtajua tunampenda rais wetu. Shida yetu ni moja tu naye, maana tunataka kuwa kama Marekani. Ahadi alitupa, amejaribu, amewapita kwa kitaifa kubwa sana, amewapita. So kile ambacho tunasema, mheshimu nchi yetu, maana wabunge wenu watoto wao wanasomea katika taifa letu. Hebu kaa chini wewe kama Mtanzania. Let me ask you, wewe kama Mtanzania, umenunua data bundles zako pale, unatumia mtandao wa Airtel ama mtandao wa Safaricom? Hii ni mitandao ambayo inamilikiwa na taifa la Kenya. Tunaelewana? Unatumia Airtel na Safaricom, zote ni kampuni zetu sisi kama Wakenya. Unatumia hizo data kupigana na sisi. Mataifa kama Marekani yametuinulia mkono. Mataifa kama South Africa, developed countries, Afrika ya Kusini, zinainamisha vichwa chini sisi tupite. Mataifa kama Nigeria, sisi ndio tuliingia bunge la kwetu, tukakula chakula kule na tukakunywa chai. Tunaelewana? Tunaelewana? Mlitaka Kiswahili. And when we have to change to the international languages, we speak it as a Queen's language, very articulate. We don't miss our words. We are the sons of the soil. Sisi ndio wazaliwa wa Afrika. Nyinyi wenyewe mnatambua tu Kiswahili. Lugha zenu za mama mzijui. Mna makabila ngapi kwenu nchini Tanzania? Kuna uchungu na usikia, lakini nataka kuwa professional. Mwache ni usome ujumbe wa mbunge, wakili. Huyu ni mbunge, msikize. Ana shahada gapi kwanza? 9. Zingine kazomea kule Ukraine, Russia, UK, huko mataifa nje. Mnatuambia eti president wenu amesomea Pakistan. Wajinga nyinyi. Sikizeni. Anasema hivi Babu Owino, Samia Suluhu is driving a wedge between Kenya and Tanzania, and that is true. Your president is a minion. You are living in the dark ages, and you support that. I mean, I try and ask myself this question. You know, in Kenya, when we take to the street to criticize the government, every artist, every activist, every poet, everybody in the entertainment industry, they lay down their tools of work. It's time we fight for our country. That is how we go. Wakati sisi wa Kenya tunaamua ni kupigania nchi yetu, uwe msanii, uwe mwanaharakati, uwe mtangazaji, uwe mtoto wa rais, uwe mtoto wa mbunge, uwe tunaweka yote chini, tunaamua ni nchi yetu. Na hata kama ni babangu ambaye anapitisha sheria ambazo zinanihukumu na kunidhalilisha mimi kama Mkenya, tunapigana naye. Tunaelewana? Lakini that is Kenya. Hawa ni watu wazazi wetu walitushinda sisi, na kushindwa na wazazi wetu si kwa sababu sisi ni wapotovu wa nidhamu. La hasha. Wazazi wetu walitushindwa kwa sababu ya akili zetu, jinsi ambavyo tumesoma, jinsi ambavyo mawazo yetu yamefunguka, jinsi ambavyo tunauelewa ulimwengu. And that is why democracy in the United States, mnailinganisha. Ujue, ukicompare nchi ya Kenya na Tanzania, kumbuka, Kenya has a very articulate democracy. Inaruliwa na demokrasia ya nchi ya Marekani. Tanzania inasoma kutoka kwa Uganda. Samahani kwa hivyo. Anasema hivi Babu Owino, Kenyans are shocked that the whole national parliament of Tanzania and a huge chunk of their national executive have trooped too low to engage in juvenile runs that demean and castigate a good neighbor like Kenya.
How can it be that patriotic, unarmed Kenyans who cross into a neighboring country can be arrested, held incommunicado, tortured and deported by a nation with whom we share a national language and whose people and ours overlap in origin, descent and culture more than 60%? Tunaelewana? Tunapitilizana kwa 60%. Iwe ni katika jinsia, maisha, mila na tamaduni, lugha ambazo tunazizungumza, Watanzania na sisi wa Kenya. Ila tu kwa ubongo na kwenda mbele. Hapo ndio tumewapiku. Tumewapiku. Si dharau. Si dharau. Ni ukweli. Itabidi mkubali. Tunawapa sisi, unajua ukija Kenya, wale ambao wanafanya kazi za kijubunjiko wa Tanzania, ndio wanazunguka huku Kenya, hapa Nairobi, Kawatungule na huko. Hatuwataki huku tena. Ile export mnafanya kubwa huku Kenya ni kutuletea viwete, mnatuletea watu wa kuuza njugu, nini nyingine ambazo na ushoga. Hao ndio watu ambao muna import. Mnajaribu kuchafua nchi yetu. Litazame taifa la Kenya. Angalia historia ya Kenya, ilinganishe na nyinyi wapumbavu ambao hata historia kwenu yenyewe inawakandamiza. Katika vita za kupigania kuikomboa nchi ya Tanzania, kulikuwepo na kiongozi mliyemuita Kenjeketile Ngwale, aliyekuwa kiongozi wa the Maji Rebellion. Tunaelewana? Aliwaambia Watanzania kwamba mwende vitani, tutachanganya unga na maji, tutawapaka huo unga mweupe huo. Sasa mkienda mkimbia, mtapigana na Mjerumani, atawapiga risasi lakini hazitawapenya. Mlikufa kama kunguni. Imagine hao watu in 1950s, when sisi Maumau walikuwa wanaungana, wanapanga jinsi ambavyo wanampiga Mwingereza, nyinyi Mjerumani mlikuwa mnaambiwa mjipake white powder. Mkimbia mkapigane na Mjerumani, mkipigwa risasi, you are idiots from Oja mnanishangaza, ni watu wa gani hawa tunabishana nao? Babu zao waliambiwa waende vitani, wapake unga mweupe. By Kenjeketile Ngwale, the leader of the Maji Rebellion. Tunaelewana? Ya kwamba wakipigwa risasi hazitowapenya. Tunaelewana? Hayo ndio mlifunzwa. Ukienda kule Zanzibar, maana Zanzibar pia ni part ya Tanzania. Kule walikuja Waarabu, the Omars, wakawachukua wanawake wenu, wakawafanya maslaves, wakawafanya watumwa. Ingia katika taifa la Kenya. In the year 1918, hata before 1918, the year 1890 something, tulikuwepo na mama kutokea katika taifa la Mijikenda, anaitwa Mekatilili wa Menza. Aliongoza vita dhidi ya mzungu, dhidi ya Mwingereza. Kule wapi? Mombasani. Kuja katika sehemu ya Mlima Kenya, tulikuwa na Wangu wa Makeri. Kwenda kule Western, tulikuwepo na Nabongo Mumia. Kwenda kule Ujaluoni, kulikuwepo na shujaa wengine. Kwenda kule Nandi, tunaelewana, kulikuwepo na Koitalel Arab Samoei, viongozi walioungana kupinga na kupigana na mzungu. Na hatukupigana na yeye kwa kushirikiana, tulimwaga damu sisi.
tulijificha tukawapiga mpaka tukawashinda. Mau Mau, rebellion yenu ya majimaji Msalie Mtume, sitaki kufuru mie, lakini nasema tu kweli. Your ancestors wenyewe Bongolana. Wacha nikamilishe ujumbe kutokea kwa mbunge wangu Babu Owino. Anaendelea kwa kusema hivi: It is quite saddening to see the artificial war being created between Kenya and Tanzania by people who do not appreciate the history of this region. Number one, leaders come and go, but nations remain. The long-cherished friendship between Tanzania and Kenya and their people should not be put to unnecessary test for the sake of one or two individuals. Number two, we all agree that the boundaries between all African countries were drawn arbitrarily by the colonialists. Kenyans and Tanzanians are one people and should not be divided if the colonialists didn't succeed, nor current leaders will. Number three, regions of the world are coming together to form viable economic blocs. Whether it is the BRICS, G20 or G7, good relations are the root of peace, stability and prosperity. What's wrong with us Africans? How do we build the East African community to resolve the violent conflicts in Somalia, Southern Sudan, DRC and our economic problems if we are engaged in petty bickering? Number four, we all appreciate the injustices anywhere. Is a threat to justice everywhere. We do not accept the draconian, heavy-handed approach against opposition politicians in Tanzania. In the 21st century, those who seek to govern must seek the consent of the people through persuasion, not coercion. They should get into office through the ballot, not the bullet. President Samia Suluhu should embrace our opposition counterparts and stop persecuting our opponents. Nchini Kenya, viongozi wetu wa upinzani, tunaye Raila Amolo Odinga, sasa yupo serikalini. Tunaye Rigathi Gachagua, kila siku anamtukana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. And he is a free man. Yupo huru. Huyu alikuwepo naibu wa rais akangatuliwa, lakini anamwambia rais, umeiba hiki, umeiba kile, umefanya makosa hapo, umefanya makosa pale. Rais anakwenda naye kwa TV anamwambia, nilikutoa kwa sababu ya hili, kwa kosa lili, kwa kosa lile. Ya, hiyo ndio demokrasia. Mkijua hilo, nchi ya Tanzania mtakuwa sasa ndio mwanza kufunguka ubongo. Sio kila siku. Unajua jenzi wa Tanzania, kando na konyaki na bongo flavor, bongo flavor, kando na kupigana vita ya Chibu Dangote na Harmonize na Alikiba, you have nothing else. Na wacheni niwakumbushe wasanii wenu wenyewe. Wacheni niwape example. Ile pesa Diamond Platnumz analipwa kwa mitandao ya kijamii, 60% inatoka kwa taifa la Kenya. Ile anayolipwa Harmonize the same thing. Ile anayolipwa Rayvanny, Zuchu. Yeah, we just consume your music because you hakuna kitu kingine mnachojua. Mnajua tu kuimba mapenzi. Sisi hapa tunajua maisha. Life does not end in bed. Pumbavu nyinyi. Na tuheshimiane tafadhali. Nimeona mbunge wenu alikuwa anasema Martha Karua. You cannot deal with Martha Karua. Don't. Mheshimu mama. We call her the Iron Lady. Mama mwenye ngozi kama chuma. Tunaelewana? Ana roho ya chuma yule mwanamke. Amepigana katika serikali ya Rais Mzee Moi, akipigania demokrasia, akipigania multipartyism. Nchini Tanzania mna chama cha Chadema na chama cha CCM, chama cha Mapinduzi. Kama in Kenya tuna chama cha Jubilee, UDA, PLP na Kenya zingine zinapunguliwa leo, DCP, KANU, KAU, turudi hata 1960.
KAA, KAP. That is the country we live in. Everybody is allowed to form their own political party. Kila mtu anakubaliwa. Bora umeafikia kiwango fulani, nenda kafungue chama. Tanzania, you should stop living in communist blocks until now. Bunge wenu ambaye anasema mama wetu hajasoma, cha kushangaza amemalizia shule katika shule ya msingi, primary school. You know, wacheni let me elaborate to you. Wacheni niwafafanulie kwa upana na urefu system ambayo inatumika ya masomo katika taifa la Kenya. Inaitwa the CBC, Competence Based Curriculum. Ni moja na ile ambayo inafundishwa nchini Marekani. Ni moja na ile ambayo inafundishwa nchini Uingereza. Pale mtoto wa Kenya wa darasa la 6, tunaelewana, anaweza mfunza mwalimu wa shule ya upili wa nchi ya Tanzania. How will you fight with these people? You cannot fight with Kenya. It's the epitome of Africa. Samahani kwa hilo. Najua ni mwachoma. Ila ukweli lazima tu useme. Wajukuu wa Kijeketile Ngwale. Pumbavu.